Vipi kwa walinganizi ambao hupiga picha kisha wakasema ni dharura ya kidawa? Ili swali lilikuwa liulizwe hao wanaopiga picha ili swali hili lilikuwa liulizwe hao wanaopiga picha hao. Lakini si hoja hiyo si dalili kwamba wanapiga picha kwa sababu ya dawa, kwa sababu dawa inawafikia watu hata bila mapicha. Dawa watu wanaisikiliza kama wanavyosikiliza taarifa za habari katika redio, na ndio dawa wanavyosikiliza kwa masikio. Dawa haifiki kwa kuona, dawa inafikia watu kwa kusikiliza. Kwa hiyo hao walengwa wanasikia dawa kwa masikio yao, si lazima kuona sura ya yule mzungumzaji ana ndevu nyekundu au nyeusi au nyeupe. Hakuna dharura hiyo. Mzungumzaji kavaa kofia kubwa au kavaa kofia shilingi 50,000 au shilingi 100 kama yangu, unaelewa? Si dharura hiyo. Kuna dharura hiyo katika dawa kwamba lazima mtu aonekane yule anayezungumza ndio. Jambo la tatu, nilisoma maneno na fatwa ya Lujnatu Daima. Ijapokuwa sisi tukisoma hivi tunakuwa tunakwepwa hivi, lakini wao wakisoma na rudia maneno. Fatwa ya Lujnatu Daima ambayo tumeisoma ina mapana yake ndefu kidogo, tafute hapa sababu nimeiandika kwa kuikata. Ninataka nisome ilivyo katika fatwa ya swali la 8, fatwa ya 2922 juzu ya kwanza kurasa 704 katika maktaba Shamila. Nilisoma fatwa hii. Lujnatu Daima, hii kamati imeongozwa na Sheikh bin Baz, pia na Ghudayyan Abdurrazzaq Afifi. Wameulizwa swali, yara baadhi ya ulama fi Britania anna akhdha suwar almusallina fi halati aljamaa, wanaona baadhi ya maulama huko Britania kwamba kuchukua picha na video kuwachukua wanaosali katika hali ya kusali jamaa, wa suwari al-atfal, wa sura za watoto hina yaqrauna al-Qur'ana, wanaposoma Qur'ani, wanaona kama jambo hilo lafaa, lianna hadhihi suwar idha nushrat fi majallat, kwa sababu picha hizo zikisambazwa kwenye magazeti kad yataatharu biha ghairu muslimin, wanaweza wakaathirika nazo wasio waislamu, kwa maana ikiwa ni wasila ya kufanya da'wa kama wanavyosema wao. Wayarghabuna fi ta'aruf al-islam wal muslimin, wakavutiwa na kufahamu Uislamu na Waislamu. Aljawab, taswiru dhawati al-arwah haramu, taswiri za viumbe vyenye roho ni haramu. Sawaun kanat suwar al-insan, sawa zikawa sura za wanadamu, am hayawanin akhar, ama wanyama wengine. Wasawa kanat limusallin am qari Qur'anin am ghayrihima, sawa ikawa ni taswiri kwa wale wanaosali au wanaosoma Qur'an au wasiokuwa hao. Lima thabata fi tahrim dhalika min alahadith as-sahihah, kwa sababu ya zile ambazo zimethubutu katika ahadithi kwenye kuliharamisha hilo. Wala yajuzu nashru suwar, wala haitojuzu haitofaa kuzitawanya sura fil jaraid wal majallat wal rasail, kama gazeti, vyombo vya habari na kwenye barua mbalimbali. Walau kanat almuslimina, hata zikiwa ni za waislamu, au lilmutawadhiin, au za wale wanaotawadha, au qira'atu alquran, au wasomi wa Qur'an, rajaa nashr alislam, eti kwa ajili ya kutaraji kusambaza Uislamu wa targhib fi ma'rifatihi, na kwa ajili ya kuwavutia watu kutambua Uislamu, wa dukhuli fi, na kuwavutia watu kuingia. Liannahu la yajuzu ittikhadhu almuharramat
kwa sababu haifai kufanya vitu vya haramu. Angalia, wasilatun lilbalagh wa nashr islam, ikawa ni njia ya kutawanya Uislamu na kufikisha Uislamu na kusambaza Uislamu. Wa wasailul balagh almashru'a, na haifai kufanya vitu vya haramu kama wasila ya kufikisha. Asema na njia za kufikisha zilizowekewa sheria kathiratun, ni nyingi, fala yudhal anha, isiachwe hizo zikafuata nyingine, mima haramahu Allah, katika ambazo ameziharamisha Allah. Kisha wakasema walwaqi'u min at-taswir, na ilivyo uhalisia katika masala ya taswir fi dual islamia, unakupatikana katika miji ya Kiislamu, laysa hujja, si hujja, si dalili ala jawazihi, juu ya kujuzu kwake. Sisi tukaambiwa mashekhe, bwana wao kuna Sheikh Abdullah al-Bukhari wanafanya taswir, bwana wao kuna Sheikh al-Fawzan wanafanya taswir, mbona kina Sheikh bin Baz wamesawirishwa, mbona kina Sheikh bin Uthaymeen wamesawirishwa. Kama zinasemesha hoja hizi na hao waongeaji, vitendo vyao hivyo si hujja, bila kujadili kwamba labda mamlaka, miji mitukufu, dawa inasimamiwa na daula, labda tuseme kama wako katika hali ya kutii maelekezo ya daula au kutizama udhuru mwingine. Situfahamu tu kama vitendo vyao si hujja, si tuangalie maneno yao yanayoambatana na adilla na dalili. Kwa hiyo wasema na matukio ambayo yapo ya taswiri katika miji ya Kiislamu si hoja juu ya kujuzu jambo hili, bal dhalika munkarun, bali jambo hilo ni munkar liladillati sahiha, kwa sababu ya dalili sahihi fi dhalika hili. Fayambaghi inkaru taswir, kwa hivyo inapaswa kupinga suala la taswir amalan bil adilla, wa kufanyia kazi adilla. Mpaka hapo, billahi tawfiq, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kwa ni wajihi watatu. Miongoni mwa maneno ambayo ameyasema al-akh ni maneno yafuatayo kwamba maulama, yananukuu maneno yangu mimi, anasema yani Hassan Soloka anasema maulama wamekhalifu nasi za wazi, lakini Ibn Uthaymeen na Luhaidan na wengine. Kwa hiyo kuna maneno kama haya pia yamezungumza kwamba mimi nimesema maulama wamekhalifu nasi za wazi. Sijui ni wapi nimezungumza maneno haya kwamba maulama wamekhalifu nasi za wazi, sikumbuki. Lakini swala linakuja hapa, kama nitakuwa nimesema hivyo au mtu atasema kwamba maulama waliohalalisha taswir wamekhalifu nasi za wazi, kuna ubaya katika maneno haya? Haki iko na wale ambao wameharamisha taswir, waliohalalisha taswir na kuruhusu taswir, wao wamezikhalifu nasi za wazi. Ikiwa haya maneno yatazungumzwa kwa sigha hii na sura hii, utakuwa kuna ubaya gani? Hatujaingia katika kuwakebehi na kuwasema vibaya maulama, na sisi tuwaheshimu hao maulama, lakini tubainisha tu kwamba kuna maulama walioruhusu taswir wamekhalifu adilla katika masala haya, na wao ni mujtahidun, wao wana udhuru. Lakini maulama walioharamisha taswir wana dalili, wana hoja. Kwa hiyo sisi tushikamane na hoja au na fatawa za ulama ambao wana hoja ndani yake. Maneno haya yana shida gani? Si ndio maana nikasoma juzi kwenye maneno ya Ibn Rajab, asema hivi falwajibu ala kulli, some haya mbele, akiwa ameeleza kwamba asema fahauna amran ahaduhuma anna man khalafa amra ar-rasul sallallahu alayhi wasallam fi shay'in khata majtihadihi fi ta'atihi wa mutaba'ati awamirihi fa innahu maghfurun lahu la yanqusu darajatahu bidhalik.
ambaye atakhalifu amri ya mtume sallallahu alayhi wasallam kitu chochote kile kwa makosa, pamoja na kuwa yeye ni mujtahid, amejitahidi katika kumtii yeye na kumfuata yeye na kufuata amri zake, huyo atasamehewa na hilo halipunguzi daraja yake kwa sababu ni mujtahid. Wa thani annahu la yamna'u ta'dhimuhu wa mahabbatuhu min tabyin mukhalafati qawlihi li awamir rasulillah sallallahu alayhi wasallam, isizuie kule kumwadhimisha na kumpenda alim mwanachuoni mujtahid kubainisha mukhalafa wake wa kauli na amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Taadhimi ile heshima na ihtiram kwa ahli ilmu isituzuie sisi kubainisha kwamba hapa labda alimamu fulani ameacha nasi hapa amekhalifu nasi, pamoja na kuwa ihtiramu bado inabaki. Na jana tumepiga mifano mingi sana, hata wao pia wanathubutu kusema hivyo. Tumeeleza kuhusiana na kadhia ya Imam Malik kwa masala ya al-bayan bil khiyar ya majlis, Shafi'i kwa masala ya kunuti, Ibn Hajar an-Nawawi kina al-Baihaqi na wengine kina al-Dhahabi, ambao imetokea makosa wakateleza katika baadhi ya vitu, lakini tutasema kwa ujasiri kwamba al-Dhahabi katika masala haya amekosea. Tunasema wazi Ibn Kathir katika masala haya amekosea, al-Baihaqi katika masala haya amekosea, tusema Ibn Hajar an-Nawawi katika masala haya amekosea. Ni kina nani hawa ambao tumewataja? Ni mashekhe tu hao, si maimamu. Sasa vipi huku mnasema kwa usahali tu, alafu tukisema kwamba hawa mashekhe zetu maulama wetu, mtu akatokea akasema hapa kauli hii toke mikhalifu na si mikhalifu dalili sahihi, itakuwa ni hii, ndio itakuwa haifai kusema hivyo. Tuzungumza sisi salafiyin, itakuwa haifai kusema hivyo. Kwa hiyo ihtiram na taadhim ambayo tuko nayo na heshima tuko nayo kwa maulama isituzuie sisi kutaja labda hapa kauli hii haiko sawa, hasa sisi tunapotaja, mfano tulipotaja kauli ya Sheikh na Allama Ibn Baz ambao tumetuhumiwa ndani yake kwamba tumekosa adabu na fatwa ana Sheikh Ibn Baz, tumemkosea adabu Sheikh Ibn Baz, na sisi tumetaja kwamba maneno ya Sheikh Ibn Baz rahmatullahi ta'ala alayhi aliposema kwamba yafaa kuchukua taswiri kwa ajili ya maslahi ya kusambaza na nashri Islam, tukasoma fatawa za Lajnatud Daima kusahihisha maneno haya, bado tukabandikwa kwamba tumekuwa na suku ya adabu, watofu wa nidhamu na adabu kwa Sheikh Ibn Baz. Sisi tumesoma fatwa ya Lajnatud Daima wasema kwamba haifai kufanya mambo ya haramu ambayo wakusudia ni taswiri kuwa ni wasila ya kusambaza Uislamu, kuwa ni njia ya kusambaza Uislamu na kutawanya Uislamu. Hapo anakuja mtu kwa dhulma anasema hakuna aliyethubutu baadaye kutengua maneno haya. Sisi tumetaja fatawa za ulama ambao zinaashiria kwamba jambo hili ni haramu, halifai kulifanya au haifai kulifanya, ni moja kati ya wasila ya kutawanya Uislamu. Bado tukasakamwa na maneno, tukatuhumiwa hatuna adabu na ulama na mfano wake. Tumezungumza maneno ya ulama kuyajibu maneno ya ulama. Kwa hiyo anasema Ibn Rajab, hilo lisimzuie mtu kuwabainishia watu kauli ambayo imekhalifu nas wa nasihati al-umma bitabyin amri rasul, na hilo lisimzuie mtu kunasihi umma na kubainisha amri ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama lahum. Wa nafsu dhalika ar-rajul mahbub, na huyo mtu ambaye pia ni kipenzi cha watu, al-muazzam, anayetukuzwa na watu na kuheshimiwa, law alima anna qawluhu mukhalifun li amri rasul, lau atatambua kwamba kauli yake imekhalifu maneno ya mtume, huyo mzungumzaji anaheshimiwa na watu, angetambua yeye mwenyewe labda katika maisha yake, la ahabba mayubayinu li ummati dhalik, angempenda yule ambaye anaobainishia umma mukhalafa wa kauli yake, kauli ya mtume sallallahu na amri yake. Wa yurshidu ila amri rasuli sallallahu, angempenda mtu anayeelekeza watu kuwarudisha katika amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wa yarudhum an qawlihi fi nafsihi, atampenda anayewarejesha watu
kutoka kwenye kauli yake. Wa hadhihi an-nuqtatu takhfa ala kathiri min al-juhal bisababi ghuluwihim fi at-taqlid. Na nukta hii ghali, nukta hii ya thamani hii inafichikana juu ya watu wengi wajinga kwa sababu ya kupindukia mipaka katika kuwafuata na kuwaiga maulamaa ambao kauli zao sio dalili. Yani maradhi haya wamesibiwa nayo watu ambao wana ghuluu katika taklid. Maneno safi kabisa. Wayadhunnu anna ar-radda ala mu'azzamin, na akadhania kwamba kumrudi yule ambaye anaheshimiwa min alimin katika maulama wa salih na mja mwema, tanaqusun bihi, ni kumkosea heshima na kumkosea adabu. Walaysa kadhalika, na wala haliko hivyo. Wa bisababi alghaflati an dhalik, na kwa sababu ya kughafilika na kuifahamu nukta hii, tabaddala dinu ahli alkitab, ndio ikabadilika dini ya ahli alkitab. Fa innahum ittaba'u zallati ulamaihim, wao walifuata kuteleza kwa maulama wao. Wa aradha amma jaat bi anbiya'ihim, wakapuuza yale ambao mtume na mitume wao, ila akhir ma dhakara, hatta tabaddala dinuhum wattakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbaba min dunillah fahallu lahum alharam ila akhir ma dhakarahum. Sisi salafiyin bil khususi katika markazi yetu hii al-Barbahari, ikiwemo mimi nazungumza, tunatambua salafia ya Sheikh bin Baz, Sheikh bin Uthaymeen na ilmu zao kubwa na daraja yao ya ijtihad. Tangu tumeitambua dawa hii, leo tutatumiwa kwa sababu tumesema labda hii kauli kama ipo, ndio tumesema hivi. Tutatumiwa kwa sababu tumesema labda kauli hii inayosema yafaa kuchukua taswiri kwa ajili ya masla ya nashri Islam na da'wa, sema hii kauli imechambuliwa na maneno ya Lujnatud Daima. Lujnatud Daima wao wanasema haifai kuchukua taswiri kwa lengo la kutawanya Uislamu, kwa sababu haifai kufanya haramu, kufanya ni wasila ya nashri Islam, kutawanya Uislamu na kusambaza Uislamu. Alafu inapita hapo dhulma, panakosekana insafu na uadilifu. Saloka amekosa adabu mpaka na maulama anathubutu kupata ujasiri wa kuikosoa fatwa ya Sheikh bin Baz. Kaeleza maneno ya Sheikh Fauzan katika al-Muntaqa, fatawa zake za al-Muntaqa, akieleza kwamba haifai kufanya haram ni wasila ya Islam. Lau mtu angeshukuru kwamba hakuna masala haya yako hivi, jazahullahu khairan wa barakallahu fihi, lakini ile taasub na ile taklid inawapotosha watu, yani inawatia upofu watu. Ile taasub na taklid inawatia upofu watu, wa yumi basiratahum, wallahu almusta'an.